Zahmidi TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صلاة سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. Kwa wakati mwingine tena tunakutana katika Riyadhu al-Hikma, katika bustani ya hikma, tukiangazia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa maana al-yawma hadithu Anas, na leo kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tuko na hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, wa fi riwayatin hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadithi hii ya Anas, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia hatakuwa na imani iliyokamilika mmoja wenu, yani katika nyinyi waumini, katika nyinyi waislamu, haitokamilika imani ya mmoja katika nyinyi hatta yuhibba li akhihi, mpaka awe na hii sifa, mpaka ampendelee mwenzake Muislamu. Riwaya ya kwanza imekuja hivyo, mpaka ampendelee ndugu yake Muislamu ma yuhibbu li nafsihi, vile anavyoipendelea nafsi yake. Na katika riwaya nyingine ikaja hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka ampendelee jirani yake vile anavyojipendelea nafsi yake. طيب، هذا الحديث، hadithi hii ndugu zangu katika imani, qa'idatun asasiyatun fi ta'amuli ma'an nas, ni msingi mkubwa wa maisha ya Muislam katika kuamiliana na watu. Huu ndo msingi mkubwa na msingi wa kwanza wa mtu ambaye yuko sawasawa na mtu mwenye imani iliyokamilika, imani inayohitajika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye kuwapendelea wenzake kama anavyojipendelea yeye. Falidhalika hadha alhadith yadullu ala anna al-imana, hadithi hii inatuonyesha kwamba iman yazid wa yanqus, imani inazidi na inapungua. Limadha? Pale ambapo Muislam atakuwa na sifa ya kuwapendelea wenzake vile anavyojipendelea yeye, imani yake kwa mujibu wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya inakuwa ni imani ambayo ni kamil, imani iliyokamilika. Ama ikiwa yuko tofauti na hivyo, imani yake inakuwa ni naqis, imani yake inakuwa imepungua na inakuwa si ile ambayo yahitajika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadalla alhadithu aidan, na vile vile hadithi inatuonesha kwamba al-iman laysa bimashaa'ir wal ibadati alqasira faqat, imani haiwi kwa zile ibada ambazo mtu anazifanya na akanufaika yeye mwenyewe peke yake, la bal imani ambayo ni ya kweli lazima mtu awapendelee wenzake, awe na manufaa yanayokwenda kwa watu wengine, almanfaatul mutaaddiya, awe na manufaa yanayokwenda kwa watu wengine. Falidhalika katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa ahabbu an-nas ila Allah anfa'uhum lin-nas, na watu wanaopendeza zaidi kwa Allah ni wale wanaowanufaisha watu, na bila shaka hauwezi kumnufaisha mtu isipokuwa kwa jambo zuri, ndio inahesabika manufaa. Falidhalika ikiwa unapenda watu waishi na wewe kwa wema, na wewe ishi nao kwa wema. Ikiwa wapenda watu wakusaidie, na wewe wasaidie. Ikiwa watamani watu wakuombee dua, anza wewe kuombea dua. Ikiwa wapenda watu wakuseme vizuri, wewe pia waseme vizuri. Ikiwa wapenda watu wakusalimie kwa bashasha na furaha, pia wewe wasalimie watu kwa bashasha na furaha. Usikae tu kimya ukawa wategemea watu watakusalimia kwa bashasha na furaha, hali ya kuwa wewe hauna tabia ya kuanza kuwasalimia watu kwa bashasha na furaha. Ndio maana Uislamu
ukatuwekea hili jambo, na ili uone umuhimu wake, subhanallah, ikafungamanishwa na imani. Yani muamala umefungamanishwa na imani, ambacho ni kitu cha thamani katika maisha ya Muislamu. La yu'min, la yu'min, yani hatakuwa na imani mtu mpaka awe na muamala bora kwa watu, subhanallah. Na hii yaonesha namna gani Uislamu umekuja kuchunga muamala na maisha baina ya watu, waishi kwa kutakiana khairi. Na tukimalizia, ndio ilikuwa tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuona umma wake siku zote unakuwa katika khairi. Katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bilmu'minina raufun rahim. Harisun alaykum, Mtume alikuwa anapupa sana na waumini, anataka kuwaona katika khairi, na wanapopata jambo la kuwaumiza, jambo la dhiki, anaumia katika nafsi yake, kwa sababu imani yakamilika kwa wewe kuwapendelea wengine khairi. Zahmidi TV.